zangu nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya ambavyo vimetuwezesha leo tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026 kupata fursa ya kukutana kwa ajili ya jumuiko la kupata chakula, kufurahi na kuzungumza na watoto wetu. Tukio hili linaakisi kwa vitendo kile ambacho mwandishi mashuhuri anayeitwa Tolstoy aliwahi kusema, upendo ni sheria ya msingi na ya maisha ya mwanadamu. Leo tumekusudia sheria hiyo kwa upendo, na upendo huo unaongezwa na mshikamano na kujali watoto wetu wapendwa. Lakini pia kuna mwandishi mashuhuri wa vitabu vya watoto anaitwa Roald Dahl aliwahi kusema, popote pale palipo na upendo kuna matumaini, na nyinyi watoto ni tumaini la taifa letu. Hali mliopo haifuti thamani yenu wala haizimi ndoto zenu. Serikali, jamii na wadau tutaendelea kusimama nanyi kuhakikisha mnalindwa, mnapendwa, mnalelewa katika misingi imara ya maadili yanayompendeza Mwenyezi Mungu na yanayopendeza taifa letu. Kwa hafla hii, malezi bora si chakula na mavazi pekee, bali ni upendo kama nilivyotangulia kusema, lakini pia ni malezi ya karibu na maneno ya kutia moyo. Yuko mwanafalsafa anaitwa James Baldwin aliwahi kusema, watoto hawasikilizi tu kile tunachowaambia, bali wanatazama yale tunayoyatenda na wao huiga. Hiki tulichokifanya na tunachoendelea kufanya inajenga elimu bora kwa watoto hawa kuliko ambavyo tungekuwa tunawaambia kwa maneno bila vitendo. Kwa niendelee kusisitiza, moyo wa namna hii uwe ni moyo wa kila mmoja wetu, na uwe ni elimu na sisi tuwe walimu katika kuwarithisha vijana hawa elimu hiyo. Lakini tunapoingia mwaka huu wa 2026, nitoe wito kwetu sote. Kwanza, tuimarishe moyo wa upendo na kujali, lakini pili, tudumishe amani na umoja kama nilivyotangulia kusema, na tatu, tujenge jamii inayothamini maisha na ndoto za watoto. Kwa niaba ya serikali ya mkoa wa Ruvuma, niwatakie nyote mwaka mpya wenye baraka, afya njema na mafanikio. Walezi hawa ambao wamekuwa wakikaa katika makazi yao ambayo yameandaliwa mahususi kwa mujibu wa utaratibu chini ya idara yetu ya maendeleo ya jamii, kuendelea kuwatambua, kuendelea kuwalea, kuendelea kuwajali na kuwapenda watoto hawa. Tunatambua jukumu mnalolifanya, lakini kama serikali tuko pamoja na tutaendelea kushirikiana. Sisi kama watoto na walezi tunasema asante sana. Hatuna neno kubwa zaidi ya kusema asante. Mungu akubariki wewe pamoja na familia yako yote.